Waidani mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, bila shaka mzima. Leo ni siku nyingine tena ambayo nimepata fursa ya kuweza kutembelea wakulima, na leo hii nitakuwa nikizungumza au nikishauri vitu vya kufanya pale unapokutana na ugonjwa wa manjano. Niko hapa shambani kwenye shamba la wakulima ambao wameanza kupata changamoto hiyo. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kunifuatilia, usahau kusubscribe, like, kushare, lakini pia kucomment ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zetu. Tuko hapa kwa ajili ya kutoa mafunzo ya namna ya kulima kilimo cha matikiti, na leo hii sasa nataka nionyeshe namna ambavyo unaweza kulidhibiti tatizo la ugonjwa wa manjano, na kama tayari imeshakuvamia unaweza ukawa unajua madhara ya ugonjwa wa manjano. Na ugonjwa wa manjano ni moja kati ya ugonjwa ambao unaweza kusababisha hasara kabisa ya shamba zima. Sasa fuatana nami ili tuweze kujifunza. Karibu sana ili uweze kujua mbinu za kufanya na namna ambavyo unaweza kulitatua ile changamoto inayokukabili. Na kuletea makala hii si mwingine ni David Joseph. Karibu sana tujifunze. Hizi ndio dalili za ugonjwa wa manjano. Unapoona kwenye shamba lako kumetokea dalili kama hizi, hasa kuanzia kwenye vichwa. Unaanza kuona vichwa vinaanza kubadilika rangi, lakini pia matunda yanaanza kubadilika rangi na kuwa ya njano, ujue tayari umevamiwa na ugonjwa wa manjano. Sasa ugonjwa wa manjano unaweza ukaanza na mmea mmoja, lakini ndani ya muda mfupi utatapakaa shamba zima. Sasa hapa kuna mambo machache ambayo naweza nikakuelekeza ufanye. Jambo la kwanza unaotakiwa kutambua ni kwamba ugonjwa wa manjano huwa hauna tiba. Na hii ndio inayowachanganya wakulima walio wengi. Unapoanza kuona mmea wako unabadilika hivi, ujue kwamba hakuna tiba ya ugonjwa wa manjano. Sasa kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuvifanya. Jambo la kwanza, unapaswa kung'oa mmea ule na kwenda kuutupa mbali kabisa. Lakini kama shamba lako litakuwa ndio umeanza kuona labda ni mche mmoja ndio umeanza, kuna booster ambazo unatakiwa uzitumie ili ziweze kukusaidia kuweka kinga kwa ajili ya kusababisha ugonjwa usiweze kuendelea mbele. Sasa booster hizo ni zipi? Unachukua Vigimax, lakini utachanganya na Super Grow kama utakuwa una uwezo, lakini utalazimika uwe unapiga mara kwa mara ili kuweza kusaidia. Sasa hizi ni booster ambazo wakati mwingine huwa hazipatikani rahisi, lakini Vigimax zinapatikana kwa wepesi. Sasa utalazimika kupiga vifuniko viwili kwenye solo ya lita 20 kama umepata Vigimax. Sasa itakachokifanya Vigimax, itasimamisha huu ugonjwa usiweze kusambaa, kwa sababu ugonjwa huu wa manjano huwa unaweza ukaliharibu shamba ndani ya wiki moja. Maana yake shamba zima, hasa matikiti yanapokuwa yameanza kutambaa, ndio huu ugonjwa huwa unaingia. Na sababu kubwa ya huu ugonjwa mara nyingi ni hali ya hewa. Ni ugonjwa ambao mara nyingi huwa unatokeaga masika, kwa wale ambao huwa wanapenda kulima masika. Sasa masika huwa ni hali ya hewa kuna hali ya hewa ambayo huwa haitabiriki. Wakati mwingine unaweza kuwa kuna mawingu, wakati mwingine unaweza kuwa. Sasa huu ugonjwa haujapatiwa ufumbuzi, ingawa wengine huwa wanasema ni ukosefu wa virutubisho vya nitrogen, lakini huu haufanani na ukosefu wa virutubisho vya nitrogen, kwa sababu kama mmea ungekuwa umekosa virutubisho vya nitrogen, mara nyingi manjano huwa yanaanzia kwenye mzizi. Sasa hii ni tofauti na dalili hizo za kukosa nitrogen. Tatizo linaanzia kwenye kichwa, na hii ndio moja kati ya sababu ambazo zitakufanya ujue kwamba hii ni manjano. Sasa unachotakiwa kufanya, maana yake unaong'oa huo mmea kama hivi unavyoona, na ule mmea unaenda kuutupa mbali nje ya shamba, kwa sababu hii ni ugonjwa ambao huwa unaambukiza mimea mingine. Hiki ni kitu ambacho unatakiwa kukifanya. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kukifanya ni kuhakikisha shamba lako liko safi. Unalisafisha shamba lako linakuwa very smart. Unaona, kwa mfano shamba la mkulima huyu, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, unaweza kuona nimekuta ni shamba ambalo mimea ni mizuri, lakini bado lina uchafu. Na hata hivyo ameweza kudhibiti au kuzuia huu ugonjwa kwa sababu alinipigia simu muda mrefu nikampa maelekezo kitu cha kufanya. Kwa hiyo mimea ile ambayo tayari imepata shida kama huu hapa, tunalazimika kuing'oa ili aendelee kuhudumia. Mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV,
Nimeshuhudia watu wengi sana wakiyasusia mashamba, kwa sababu hata kama ungekuwa umelima eka 10 ukiingia ugonjwa wa manjano, ndani ya muda mfupi sana unaweza ukapoteza kabisa matumaini. Sasa leo hii ninakwambia kwamba usiache shamba lako, lakini kuna uwezekano mkubwa sana ukaweza kuokoa na ukaweza ukapata mavuno, kwa sababu ugonjwa wa manjano una shida moja: unapoanza kuingia kwenye majani na hadi matunda yanaanza kuwa manjano na hayawezi kukua tena. Unaona, kwa mfano mmea kama huu hapa, tafasiri yake ni kwamba hata matunda yale yanayoanza kuja yanaanza kuwa manjano, na hii inakuwa ni changamoto ambayo inakatisha tamaa. Unaona, tunda kama hili tayari limekuwa la njano na haliwezi kukua, na ukilimenya mle ndani unakuta limekuwa la manjano. Ni ugonjwa hatari sana, ni ugonjwa ambao nimejaribu kufanya tafiti na kuongea na wataalamu, bado hawatoi majibu yanayojitosheleza kwamba sababu yake ni nini, lakini tunaendelea kufanya tafiti na kugundua kwamba sababu yake kubwa ni hali ya hewa, kwa sababu mara nyingi ugonjwa unatokeaga kipindi cha masika. Mtazamaji na msikiaji wa Nemi TV, sasa ukifuatilia kwamba kama ninavyokueleza, ndio maana mimi huwa napenda kuwashauri wakulima wale ambao wanapenda kufanya kilimo cha matikiti, ni vizuri sana ukawa unatumia booster ambazo huwa nakuelekeza, kwa sababu huwa si tu zinaongeza nitrogen kwenye mmea wako na kusaidia kuwa na jani kibichi nzuri, lakini pia huwa unakuwa inasaidia kuleta kinga kwenye mmea wako, na hii inakusaidia sasa wewe kuweza kuepuka ugonjwa kama huu hapa ukiingia. Ninakumbuka miaka fulani ugonjwa huu wa manjano umewahi kusababisha hasara kwenye mashamba ya watu wengi sana. Ni mimi tu niliweza kudhibiti kwa kutumia hizi kanuni ambazo nakueleza. Maanake nilazimika kusafiri na kwenda kununua hizi booster ambazo nakueleza, ikiwa ni pamoja na Vigimax. Maanake Vigimax unatafuta na Super Grow unachanganya, alafu unaanza kupiga mmea wako utakuwa utaendelea kukua vizuri, ugonjwa utasimama, hauwezi kusambaa. Nakumbuka ni kwamba lile tatizo lilisimama kwenye eneo moja, kwenye engo moja, na maeneo mengine nikaendelea kuvuna na mazao yalikuwa mazuri kabisa. Mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, nimeona kwa sababu hii changamoto tayari imeanza, na kwa watu ambao wamelima sasa hivi masika, nimetembea mashamba kadhaa, nimeona ugonjwa huu unasambaa, na ugonjwa huu unaenda kikanda. Ukianza kwenye shamba la mtu mmoja, unashangaa mashamba mengine pia ugonjwa huu unaingia. Baada ya kufika hapo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, ninayo imani ya kwamba kuna kitu utakuwa umepata. Jitahidi sana kupata Vigimax, jitahidi sana kupata Super Glue, kwa sababu ugonjwa huu hautibiwi kwa madawa ya fungus, wala hautibiwi kwa madawa ya kusema ni ya ukungu. Hapana, utakuwa unajidanganya. Lakini ugonjwa huu unazuiliwa usisambae kwa kutumia booster ambazo ni za hali ya juu. Tunapozungumza Super Grow ni booster ambazo inasifiwa na inafanya vizuri shambani, lakini tunapozungumza Vigimax, moja kati ya booster ambayo ina viinilishe vingi sana, ingawa wataalamu wengine wanasema kwamba ugonjwa unasababishwa na upungufu wa viinilishe. Sasa hatuwezi kudhibitisha moja kwa moja, lakini mimi nimekuletea hii kwamba ili uweze kujikinga na ugonjwa huu ni vizuri ukatumia hizi booster mapema kabla ugonjwa haujaingia, ili uweze kusaidia mmea wako usiweze kuendelea kupata hitilafu. Baada ya kufika hapo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, nikushukuru na kukupongeza wewe kwa kuendelea kunifuatilia. Bila shaka utakuwa umejifunza kitu, na kama kuna ugonjwa ambao umeshaingia, usilisusie shamba lako, hebu jaribu kutumia hizo booster ambazo nimekueleza. Baada ya kufika hapo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Nemi TV, nipende kukusema tu asante, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare, lakini pia kugusa alama ya kengele ili uweze kupata notification tunapokuwa tumeweka video zetu. Nikutakie siku njema, karibu tena siku nyingine wakati kama huu katika vipindi vingine nitakavyokuletea ambavyo tutakuwa tukielezana mawili matatu kuhusu kilimo cha matikiti. Kwaheri.